Leo Jumanne Septemba 16 mwaka 2025, miongoni mwa taarifa kubwa ambazo tunazo ni kuhusiana na mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye amegomea Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu amedai kuwa wanachama na wafuasi wa chama chake wamefukuzwa mahakamani hapo kwa maagizo ya polisi, jambo ambalo amelitaja kuwa ni kinyume cha sheria na haki ya wazi ya kusikiliza kesi hiyo. Katika hoja zake mbele ya majaji watatu wanaendesha kesi hiyo, Dastan Ndunguru, James Karayameha na Ferdinand Kiwone, Lissu amesisitiza kuwa mahakama ya kiraia si ya kijeshi na mamlaka kuamua nani aingie au atoke inapaswa kutolewa na mahakama pekee, si polisi. Alidai kuwa agizo la kuwatoa watu mahakamani lilitolewa na mkuu wa upelelezi wa kanda maalum maarufu kama ZSO na kwamba kitendo hicho kinadhalilisha muhimili wa mahakama. Kwa msingi huo, Lissu ameomba kesi ihailishwe hadi wafuasi wake waruhusiwe kurejea ndani ya mahakama hiyo ya wazi. Upande wa Jamhuri kupitia wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga umepinga vikali maombi ya kuahirisha kesi hiyo. Katuga amesema hakuna ushahidi kuwa watu walifukuzwa na hata kama walitoka, hiyo si sababu ya kisheria ya kuahirisha kesi hiyo. Amefafanua kuwa Mahakama Kuu ina mamlaka ya kusimamia idadi ya watu katika ukumbi wa kesi na kuwa hakuna amri ya polisi iliyopaswa kutekelezwa bila ridhaa ya mahakama. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jopo la majaji limeahirisha kwa muda wa saa moja ili kutoa uamuzi kuhusu hoja hiyo ya kuomba ahirisho. Ikumbukwe kuwa Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kutokana na kauli alizodaiwa kutoa Aprili 3 mwaka huu, akihamasisha wananchi kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunaendelea kufuatilia kesi hii kwa karibu zaidi na tutakuletea kila hatua mpya itakapotokea. Je, una maoni gani kuhusu kinachoendelea kwenye kesi hii? Tuandikie kwenye comment section hapo chini. Kwa habari zaidi kama hizi, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa papo kwa hapo.